Kilele cha mwanamke mjamzito na kilele cha mwanamke wa kawaida ni tofauti kabisa. Nimekwisha. Yaani nikiwa namaanisha mwanamke mjamzito akifika kileleni ni tofauti kabisa na mwanamke ambaye hana ujauzito anapofika kileleni. Na kiufupi hakuna mwanamke mgumu zaidi kufika kileleni kama mwanamke mjamzito, tofauti na yule ambaye bado hajashika ujauzito. Iko hivi, kila mwanamke huwa ana pati zake za kujisikia furaha, licha kila mwanamke ana pati zake za kuwa na msisimko wa kimapenzi. Lakini kuna hawa wanawake ambao tayari wameshashika ujauzito na kuna wale wanawake ambao hawajashika ujauzito. Kwa hiyo wale wanaume ambao wanafanikiwa sana kufikisha mwanamke mjamzito kileleni ndio huwa wana sifa kubwa na ndio wenye uwezo mkubwa, tofauti na wale ambao wanamfikisha mwanamke wa kawaida kileleni. Sasa inabidi uelewe kwamba wanawake wapo tofauti sana kwenye upande wa kihisia. Lakini mwanamke ambaye hajashika ujauzito, huyu ni mwanamke ambaye of course wakati mwingine inabidi humjulie sehemu gani ya kumshika, sehemu gani na kitu gani ufanye kwa wakati gani ili aweze kufika kileleni. Lakini mwanamke mjamzito tukumbuke kwamba licha ya mabadiliko ya homoni, licha ya kujisikia kichefuchefu, licha ya kusikia kukosa usingizi wakati mwingine au kupata usingizi mara kwa mara, lakini pia licha ya kujisikia kwamba ni mchovu, ndiye mwanamke mgumu sana kumfikisha kileleni wakati wa tendo la ndoa, kwa sababu mwanamke kama huyu pia anakuwa na wakati wake kujisikia kushika tendo la ndoa, lakini pia sana wakati akitaka kushika tendo la ndoa kufika kule kileleni. Sasa nitakwambia sababu ambazo wakati mwingine zinampelekea mwanamke mjamzito pia kufika kileleni kwa haraka, lakini pia kuchelewa. Sababu ambazo zinamfanya mwanamke kufika kileleni kwa haraka. Huyu ni mwanamke ambaye tayari homoni zake tayari zimesha change au zimepanda kwa kiwango kikubwa. Lakini pia damu mara nyingi huwa inakimbilia kwa wingi na kwa kasi sana katika sehemu za kiunoni ama maungio ya chini katika sehemu za uzazi. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi wakati mwingine pia kumfikisha kileleni, lakini pia wakati mwingine inakuwa ni ngumu sana mwanamke huyu kutokumfikisha kileleni endapo kama homoni zake au atakuwa stimulated na vile alivyo, kwa sababu mwanamke kuanzia ile miezi 7 au 8 au 6 hapa inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu tayari wakati mwingine tumbo limekuwa kubwa na wakati mwingine pale zile jirasi na wakati mwingine maumivu ya sehemu mbalimbali za mwili yameshaanza kufika. Kwa hiyo ile uncomfortability ya mwanamke mjamzito ndio inamfanya wakati mwingine akashindwa kufanya ile tendo vizuri na akashindwa akuridhika mpaka kufikia akule kileleni. Kwa hiyo mwanamke ambaye hajashika ujauzito, hii inakuwa ni rahisi zaidi, kwa sababu approach yake inakuwa ni ndogo na ni ya kawaida ambayo unaweza kaiandaa nje ya kitanda, lakini pia unapokuwa kitandani inakuwa ni rahisi zaidi, kwa sababu yeye tayari yupo comfortable kufanya kitu chochote kwa kukaa mtindo wote, kwa sababu mwanamke mjamzito haruhusiwi kukaa baadhi ya mitindo kama vile doggy style na mitindo mingine ambayo inamfanya au inacompress katika maeneo yake ya tumbo. Kwa hiyo mwanamke mjamzito anafika kileleni anafika mara 2 zaidi ya yule asiyeshika ujauzito. Kwa hiyo kama una swali au umeshawahi kuexperience hiki kitu, kumfikisha mwanamke mjamzito kileleni au mwanamke mjamzito kufika kileleni, basi naomba tushie kwenye comment ili tuweze kufahamisha na hawa watu wengine wasiofahamu au walikuwa wanajua lakini hawakutaka kuambizana. Kumbuka hii ni Saif Mila Tiba. Until next time.